Kwa hiyo hii nikikupa shilingi 30,000 Sultani unachukua ndizi na unaenda, lakini unawapelekea nyumbani. Hapana, baba tena kunipiga. Kwa sababu gani sasa kupiga? Kwa sababu ameshaniambia nikienda kuuza biashara nitakuwa nirudishe na hela ilipolingana na biashara. Hela si unampelekea ile, unampa hela yake inayolingana na biashara yake, nyingine unabana. Hapana, haitawezekana. Jamani, naomba niulize swali. Kuna mbaba hivi amenitongoza, pia ameniambia nichukue 30,000. Je, nikubali au nikatae? Kwa hiyo vipi? Haitawezekana. Hamna bana, hebu njoo basi beba. Haitawezekana. Beba basi ndizi. Hapana, haitawezekana. Wewe tulia basi. Baba nimebakwa. Nani? Blaza Kei yule tajiri. Tajiri wa magari. Amka mwanangu, kaa mwanangu niende kwa majirani. Yule. Ngoja. Mzee Ngarango hodi. Karibu. Habari za hapa? Nzuri, za kwako? Nzuri. Za huko? Nzuri. Mzee nakuhitaji tuende kwangu. Kuna nini? Kuna tatizo. Tatizo gani? Kuna tatizo la mtoto wangu amebakwa. Wewe? Ngoja niende na kwa haya utanipigia. Hodi Mzee Mbabere. Karibu Mzee Masasira. Habari. Salama, habari yako? Nzuri. Salama kabisa. Mzee nakuhitaji nyumbani kwangu. Kuna tukio gani tena? Kuna tukio la mtoto wangu amebakwa. Haya twende. Na yule Blaza Kei yule tajiri. Blaza Kei yule tajiri? Haya. Binti. Pole. Nini? Nimebakwa. Nani aliyekufanyia hivi? Blaza Kei. Huyu Blaza Kei huyu? Ndio. Huyu tajiri huyu? Aliumiza. Sasa, mzee, mimi nadhani hili ni tatizo. Ni tatizo kubwa. Mzee Mabere, hili tatizo langu. Naam Mzee Kalango. Sasa, mzee, unalionaje hili tatizo? Mimi nimeniumiza kweli. Mimi tukaelewane. Anipe mali. Huyu ni mwanafunzi. Mimi anipe mali tumalizane. Na mimi hilo naliafiki. Hapana Mzee Kalango, sikiliza nikwambie. Huyu bado ni mwanafunzi. Kwa hiyo Mzee Masasia tumshauri aende kwenye ngazi zingine hususan za kushtaki. Sikiliza. Mimi nimeliafika kwa sababu moja. Huyu mzee kwanza mke wake alishafariki. Sawa. Anaishi na binti yake huyu. Sawa. Na ni mwanafunzi. Sawa. Na uwezo wake ni hali ya chini kabisa. Lakini kumbuka Mzee Kalango, yule binti bado ni mtoto mdogo. Akipata hiyo itamsaidia, ataoa tena. Hapana, mimi si afiki. Hayo mengine, huyo Blaza Kei si tajiri yule. Hivi unamfahamu? Tajiri lakini sasa katafuta mwanamke mwingine. Hapa ni yeye tu tajiri. Twende yule ni tajiri. Basi kama mnaenda mimi siendi. Haya nyinyi nendeni. Wako Mzee Mabere wa shida. Haya nyinyi nendeni. Odi. Karibu. Habari za hapa? Mzee shikamo. Marahaba. Jambo, habari hapa? Nzuri, shikamo mzee. Hapa ujambo. Odi ofisini mtendaji. Umefanya? Asante mtendaji. Mimi nimeleta lalamiko, kuna mzee mmoja anaitwa Mzee Masasila, ana binti yake amebakwa na mzee mmoja anaitwa Mzee Blaza Kei. Yule tajiri wa hapa kijijini. Kwa hiyo sasa huyo mzee amesema kwamba waende wakachukue mahali pamoja na Mzee Nkalango. Na mimi sikuafiki, kwa hiyo mtendaji na kuomba tumsaidie huyo binti. Na binti ni huyu hapa. Amenibaka Blaza Kei. Binti pole sana, bila kupoteza muda, maana tunataka hapa ukaidi ni vitendo vya ukaidi kunani watoto wa kike. Sasa natakiwa tuwachukulie hatua. Wameelekea wapi? Mzee, tukatie za kwetu. Wameenda kwa Blaza Kei kwenda kuchukua mahali. Kwa hiyo twendeni tuwawahi. Haya subiri nije kidogo niwalete. Hata milioni 8. Mpo chini ya ulinzi, mnafanya nini? Wewe mzee unawezaje kuanzisha mwanao wakati unajua bado ni mwanafunzi? Mko chini ya ulinzi. Mali yake. Ni mali yake. Mko chini ya ulinzi kwa jambo hili. Mzee Masasila. Mmenisaliti Basi tunawapeleka kituoni. Afande, hawa watu wanatumiwa kwa kesi. Baba wa mtoto ni huyu hapa, ameozesha mtoto wake, binti yake amebakwa na Blaza Kei. Baada ya kubakwa, baba mtu anaenda kwenda kuchukua mali, na maana maanisha hahitaji mtoto endelee na masomo.
Sasa nimeona niwalete kwako mkuu. Nashukuru sana. Mzee. Wewe mzee, una ruhusa gani ya kutoa ruksa wa kuozesha mtoto wako pasipo idhini? Si ni mtoto wangu, ni mali yangu. Kuanzia lini? Ni mali yangu tangu nilipomzaa ikawa mali yangu. Cha mwaka gani hicho kinachokuruhusu kuozesha mwanafunzi? Huyo ni mali yangu. Uone kwamba umetumia makosa? Sio makosa. Sio makosa. Kwanza sasa hivi uko chini ya ulinzi, na wewe mbakaji uko chini ya ulinzi. Mimi na wewe unayeshawishi wazee kuozesha mtoto ambaye ni mwanafunzi uko chini ya ulinzi. Sina hatia, alinipitia yeye huyu mzee. Kuanzia sasa hivi mtakaa chini ya ulinzi, niwaandalie faili niwapeleke mahakamani. Faili lenu naliandaa. Haya, twendeni mahakamani. Mheshimiwa Hakimu, ninaleta watuhumiwa. Huyu mzee kaozesha mtoto wake, bado ni mwanafunzi, kinyume cha sheria cha mwaka 2019, na faili nimeliowakilisha Mheshimiwa Hakimu. Kwa sheria ya mwaka 2009 inasema unyanyasaji wa watoto, ubakwaji, Bwana Masasila pamoja na Blaza K. Kulingana na ushahidi uliotolewa mbele ya mahakama, mahakama kumwingilia kinyume na utaratibu mtoto wa kike ni unyanyasaji. Kama mshahidi kweli alikubaka? Kweli alinibaka Blaza K. Basi tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka 2000 na hizo, na mahakama imejiridhisha na ushahidi uliotolewa na mlalamikaji. Mahakama imekutia hatiani miaka 30 akiwemo na Blaza K ambaye naye mbakaji, naye amehukumiwa miaka 30 jela. Blaza K na Kalango kama mshawishi wa baba wa mzazi, mahakama naye imemtia hatiani miaka 30 ili iwe fundisho na kwa wengine ambao wanafikiria kufanya kama hivyo. Mko chini ya ulinzi, kaa chini. Kuanzia sasa mnaenda jela. Amka chapa. Hili la kwanza tumemwona kabisa mzee Kasasilo, binti yake amebakwa. Baada ya kuwa amebakwa, lakini baba anataka apokee mahali, lakini baba wakati anataka kupokea mahali, tunamwona mtoto na jirani mwema wanaenda kwa mtendaji wa kata, na baada ya mtendaji wa kata wanapelekwa polisi na hatimaye mahakamani. Sisi liko jambo ambalo tumejifunza, si ndio? Hebu sasa tumejifunza nini mamangu? Karibu mama, utuambie ulichojifunza wewe. Taje jina na utueleze. Kwa jina naitwa Suzana Sesemkwa. Huyu binti angekuwa ni mwanao, anarudi nyumbani analia, anasema nimebakwa, unaweza kusema ameonewa? Unaweza kusema anamuonea aliyembaka? Kwa sababu sikuweko, siwezi kujua kwamba ameonewa, nitasema ni kweli. Niambie sasa uhalisia, ingetokea, maanake sasa tuachane na hii. Ingetokea kweli binti yako akawa amebakwa, unaweza kusema ule aliyembaka anasingiziwa? Rudi, ungekuwa wewe ni mama, wewe si mzazi? Ni mzazi. Si una watoto? Ndio. Turudi kwenye uhalisia, kiukweli binti yako akabakwa, utaenda kusimama mahakamani useme kwamba ule kaka mmemuonea? Wewe kaka umejifunza chochote? Karibu tusaidie. Japokuwa nimechelewa, lakini kuna nilichojifunza kidogo hapa. Hapa nimeweza kuona kati ya baba ambaye ni baba wa mtoto aliyebakwa, huyu baba amekuwa na tamaa. Baada ya kusikia mtoto wake amebakwa, akajua kwamba yule bwana aliyembaka ni tajiri, akaamua achukue mali ili amwozeshe binti yake. Lakini nimekuja kuona mwishoni huyu baba ameadhibiwa. Kwa hiyo nilichojifunza, sisi wa baba tuwalinde watoto wetu. Tuwalindeje watoto wetu? Ni kuhakikisha unapokuwa unasikia mtoto wako amefanyiwa kitendo cha kikatili,
inatakiwa uende ukatoe taarifa sehemu husika na sio kwenda kupatana masuala ya mahali kama tulivyomwona Blaza K na baba yake alivyofungwa miaka 30, japokuwa nimechelewa lakini nimekuta ndo anafungwa. Ndicho nilichojifunza. Kwa kweli nilichojifunza ni kwamba watoto wetu wananyanyaswa, wanadhulumiwa ndoto zao ambazo labda yule msichana kama angeendelea na masomo yake angeweza kufika mbali sana, hata kama kuwa kiongozi wa nchi, hata kama kuwa rais. Tunaona wakina makamu wa rais pamoja na mawaziri wengine ni wanawake tu wale. Kwa hiyo sasa unyanyasaji wa namna hiyo sio mzuri kwa jamii. Alafu lingine tujifunze kwamba kwa kweli unaweza ukafungwa maisha kwa sababu ya kunyanyasa mtoto wa kike kwa kutegemea kupata mali. Mali ile haisaidii, haikufikishi kokote kule. Kwa kweli nilichojifunza ni hicho. Kwa kujifunza kwangu najifunza hivi, watoto wa kike na wenyewe wameshindikana. Wengine wanafuatilia wanaume, wanaanza kabisa wanaume. Mpaka mwanaume mwisho amepata kishawishi cha kumtafuta mwanamke msichana, kwa kweli anamshikilia na mbaka kulingana kwa kumchekea kwa kujivutia kwake. Asante sana mama yetu. Unaitwa nani? Jina lako? Suzana. Si ulikuwepo uliona hili igizo, si ndio? Yule binti alikuwa na beseni la maembe akiwa anafanya biashara, si ndio? Huyu baba akamwambia nipelekee biashara wapi? Nyumbani. Pale binti alijipeleka mwenyewe, alirudi akatuuliza, jamani nimeambiwa 30 nichukue ama nisichukue? Nyinyi wenyewe mkamwambia afanye nini? Achukue. Wewe umejifunza nini hapo mama yetu? Nimejifunza na wanaume na wenyewe wanatamaa. Labda mwanamke alimvutia akampenda, akaona kwamba nipelekee ndizi nyumbani kusudi nikamalize mambo yangu huko nyumbani. Wababa wanatamaa na wababa wanatamaa na wanawake wanatamaa, watoto wa kisasa. Kina baba wenye tamaa kama hizo ambazo tumeona ameenda kumbaka huyu binti, si ndio? Wewe unawaambia nini? Mimi cha kuambia nawaambia kwamba ni mzazi wa mtoto wa kike anatamani mali kulingana na maisha. Yule mtoto wa kike na mwenyewe naye ni tamaa. Kwa nini akupiga welero kama mababa? Kuna mwingine? Mimi nilichojifunza kuna mambo kama mawili. Jambo la kwanza ni hiyo tamaa kutoka kwa wazazi wenye labda kipato cha chini. Lakini kingine shida kabisa ni kwamba sisi wazazi pia tunaruhusu watoto kwenda kufanya biashara. Sasa inawezekana labda hela atakayopewa kule ikawa kubwa kuliko biashara alionayo. Kwa hiyo tumejifunza kwamba kuruhusu watoto kwenda kufanya biashara wakati mwingine sio sawa sawa. Sisi wazazi tujifunze kumiliki mji kwa 100% kwa sababu tumeamua kwa wazazi. Kwa hiyo tunaporuhusu watoto kwenda kufanya biashara, matokeo yake ndio haya. Lakini kingine tumejifunza kwamba inapotokea matatizo kama haya ya ubakaji, wazazi tunapaswa kwenda kwenye vyombo vya sheria, sio kwenda kuelewana kati ya mbakaji na mzazi. Asante mtangazaji. Kwa majina naitwa Sarafina Joseph. Napenda kumchangia hoja. Ina maana sio wenyewe wazazi ndio changamoto ya maisha kwa watoto wa kike. Tunaweza tukasababisha mtoto akabakwa, make tu hatuko makini na watoto wetu. Mimi mawazo yangu ndivyo yalivyonituma kwa hapo. Umesema mzazi, umesema unaitwa nani? Sarafina Joseph. Kwamba nyinyi wazazi ndio changamoto mnaopelekea watoto wanaweza kwenda kubakwa. Ni changamoto zipi sasa ambazo nyinyi kama wazazi mnazisababisha kwa watoto wenu hasa hao wa kike? Karibu. Kwa mfano, mtoto bado ana umri wa miaka 7, 8, 9 hivi, unaanza kumruhusu mtoto akauze, labda auze matunda, auze mboga ili kusudi wewe mama upo nyumbani umekaa, mtoto akakutafutie. Hicho ndio kinachangia watoto wanabakwa. Wazazi simpo jamani, anatuambia kwamba sisi kama wazazi tunazo changamoto ambazo tunawasababisha watoto wetu wa kike wanaenda kubakwa. Yupo mwingine pale mama saa nyingi ameomba nani asije akaondoka. Anasema nina hamu ya kuchangia.
Huyu hapa mama anasema nataka niseme nilichojifunza, tena amejipanga na watoto wake wote. Karibu. Asante. Naitwa Yasinta Charles. Mimi nilichojifunza ni kwamba kingine kinachochangia kwa watoto wa kike tunapoangalia igizo lililoonyeshwa ni kwamba ni ugumu wa maisha ndio uliosababisha mpaka hilo tukio kutokea. Lakini ni kwamba hiyo yote ni kwa sababu baba hakuwa dhahiri kuwa kipaumbele aweze kutafuta ili amsomeshe huyo binti ambapo angeepusha huo ubakaji. Kingine ni kwamba inatakiwa tuangalie biashara za kumpa mtoto. Mfano kutembeza ndizi na maembe inamshawishi mtoto akutane na watu kama kina Brother K, ambapo itampelekea kwenda nyumbani na kubakwa. Kuna biashara zinazoonekana ambazo si hatarishi kwa mtoto wa kike. Kwa hiyo hivyo navyo tuviangalie. Asante sana. Yupo mama mwingine hapa. Akina mama sasa wamefunguka mpaka sasa hivi wanaongoza mjadala. Mama hapa jirani yangu amesema kuna jambo zuri amejifunza kutokana na somo letu hapa. Karibu mama. Jitaja jina lako kisha elezea. Karibu. Kwa majina ninaitwa Loisi Thomas. Katika igizo hili ambalo limepita baada ya muda mchache uliopita, nimejifunza kwamba sisi wazazi tusiwe na tamaa ya mali. Kwa mfano kama vile tulivyoona mtoto amebakwa na ameletwa kwa mzazi. Mzazi badala ya kulichukulia kwamba aende kwenye uongozi, yeye anaamua kwenda kupatiana mali au kujipatia fedha kwa ajili ya mtoto wake, badala ya kutetea haki ya mtoto, ukizingatia kwamba yule mtoto alikuwa bado mwanafunzi. Je, kama angepata ujauzito katika kubakwa kule, angeendelea na shule au angefanyaje? Wazazi tusikilize mawazo ya watoto wetu. Pia na sisi tusiwe na tamaa ya mali. Asante sana. Dada yetu amemalizia vizuri kwa kusema wazazi msiwe na tamaa ya mali, lakini pia amesisitiza, jamani, mama hapa anataka kusema, mama yetu mpendwa mzuri. Unajua utu uzima dawa mama, na wewe kama mama mtu mzima, kwa hivyo tu kuna jambo ambalo umejifunza na unaweza kulisema mahali hapa. Karibu, utaje jina lako na utuambie ulichojifunza. Kwa jina naitwa Marishina Charles. Mimi nimejifunza sisi kama wazazi tusipende kuwapa watoto biashara. Hiyo biashara ndio inasababisha kubakwa watoto au kuacha kuendelea na shule. Mimi kwa kutokana na agizo niliyoiona ni kwamba ajira yetu ya Tanzania ni ndogo. Kwa hiyo mimi leo ninaweza nikatoa mtoto wangu kwamba nenda upeleke biashara sehemu. Hapa unapomtuma mtoto kwenda kupeleka sehemu biashara, ukuta kwamba atakutana kule na vyombo vingine ambavyo vinafika na binadamu. Eneo letu likitokea kama jambo kama hilo, tusisitize pamoja, tukiwapa na mwenyekiti wa kitongoji akiwa mkubwa wetu ndio huyo msimamizi mkuu. Kwa hiyo mambo hayo yafanyike moja kwa moja mpaka eneo husika. Ndio mawazo yangu tofauti hapo. Ziundwe sheria ndogo ndogo zitakazoweza kuwabana watu wanaofanya vitendo vya ukatili. Pamoja na sisi wazazi tuwe pamoja kukaa na watoto wetu na kuwapa mikakati ya kuweza kujilinda na sehemu wanazopita. Mimi mawazo yangu ni haya. Katika unyanyasaji wa kijinsia kuna sheria ambazo inatakiwa ziundwe, kwa sababu mwenyekiti pekee hawezi kufuatilia mtu anayenyanyasika kijinsia. Kuna sheria ndogo ndogo ambazo huwa zinafanyika kwa asili. Hizo sheria zitafanya mtu ajue kwamba hapa kuna vitu vinavyofanyika kwa kujificha. Mimi nilikuwa natoa ushauri, wazazi kama wazazi tuwe mabalozi kwa wenzetu, ili kubaini kwamba kuna kaya ambao mtoto aisha anafanyiwa hivyo, mzazi anajipatia kipato kupitia mtoto wake, ili tuweze kukanusha hili na watoto waweze kupata haki zao za msingi. Mimi nilikuwa hapo tu. Ngoja niwaimbie wanafunzi wangu kidogo kama mzazi. Nalia mimi nataka kusoma mama, nalia mimi nataka kusoma, nalia mimi nataka kusoma mama, nalia mimi nataka kusoma Kiswahili, nalia mimi nataka kusoma
nalia mimi nataka kusoma. Kiingereza Nalia mimi nataka kusoma. Nalia mimi nataka kusoma. Sayansi Nalia mimi nataka kusoma. Kiingereza nalia mimi nataka kusoma. Nalia mimi nataka kusoma. Mama nalia mimi nataka kusoma. Asanteni jamani, wazazi wenzangu, kila mtu awe balozi wa mwenzake ili tuweze kukomesha kitendo cha ukatili majumbani kwetu. Nadhani wamo na mimi nikiwa mmoja wao na watambua. Asanteni.